tuone msaada wa Mungu duniani, mwisho wake tupate uzima wa milele. Kwa imani yote yanawezekana. Kwa hiyo ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo Mungu ametukirimia kuwa nazo. Tunapojiweka mbele za Bwana aendelee kutulinda, akatuhifadhi katika siku hii ambayo ametupa nafasi ya kuiona. Tuone amani yake na baraka zake kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo naomba na wewe pia unaweza kujiombea hapo ulipotoka, ukampa Bwana hitaji lako. Mungu wa rehema aweze kukurehemu na akakutendea mema. Nasoma Zaburi 25, Zaburi 25 mstari wa 4 na wa 5. Halafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalms 25 verse number 4 and 5. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, nakungoja wewe mchana kutwa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa milele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilia tegemeo msaada wa karibu na imara. Asante Bwana kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa uvumilivu wako na ustahimilivu wako kwetu. Asante kututunza na kutulinda mpaka masaa haya. Asante kulinda mahali hapa Bwana. Asante kwa amani na utulivu. Asante kwa maana mawazo yako ni mema na mipango yako kwetu ni mipango mema. Sifa hizi zote ni zako Jehova. Unastahili, unatosha na unaweza, na kando na wewe hapana mwingine. Ndipo Jehova tumejiweka mikononi mwako, tukifikiria kwamba sisi ni wakosaji, tumepungukiwa na haki yako Bwana. Utusamehe na utakase na utubadilishe, ukatufundishe kutenda mapenzi yako, utuondoe katika ile njia mbaya, kwa maana mamlaka na nguvu zina wewe. Tukikuomba Bwana ukazidi kutusaidia masaa yaliyo mbele, tunaomba baraka na amani, ukazidi kutuongoza na kutusaidia Bwana. Utuepushie mipango mibaya, njama za shetani na agenti wake Bwana, ukatuepushie. Mpango wako mwema ukautimize kwetu Bwana, na sifa zote zitakurudia. Mahali hapo wako wengi wanakuhitaji katika njia mbalimbali Bwana Yesu, kawaonekanie na kuwatetea wote, na sifa zote zitakurudia Bwana. Tunapoenda kusikiliza neno lako, umekaribia kwa neema yako sana unayostahili kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako Bwana, ninaomba likamfundishe, neno lako likamlete karibu na wewe na kumwondolea ile kiu ya dhambi, na sifa zote zitakurudia Bwana. Ninakataa mamlaka yote ya kishetani na roho ya kupinga Kristo, mamlaka yote ya waganga na wachawi, na chochote kinaweza inua kinyume na Injili, ninakiapisha kikapata kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tawala, mkono wako hodari ukaonyesha maeneo haya, ukaonekana na ukatenda mema Bwana, na sifa zote zitakurudia. Tumeamini ya kwamba uko pamoja nasi na unaenda kutenda mema. Damu yako Yesu ukatufunika na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo mapenzi yako pekee,
yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama na uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu akutunze na akulinde. Bila asilokupangia akuepushe nalo, asababishe ulione lile alilokupangia ambalo ni zuri, katika jina la Yesu Kristo. Nawe katika kuishi kwako likiwalo ni mbaya usitende, lile unajua ni mbaya liepuke. Shikamana na lililo jema, na hapo ndipo msaada wa Bwana utaonekana kwako. Na ukishiriki mabaya utakuwa umefunga msaada wa Mungu maishani mwako. Ukitenda yasiyofaa, basi utakuwa wewe umejiondoa katika barabara ya ushindi. Katika kutafuta kwako na kuishi kwako, zingatia sana kumpendeza Bwana. Zingatia sana kuyatenda yale ambayo yanamfurahisha Mungu, na hapo ndipo utauona msaada wa Bwana. Nami bado nakuletea neno la Mungu ambalo kwa hiyo tunaweza kutambua ni yapi yasiyofaa ili tuweze kuyawacha, na yale yanayofaa tuweze kuyashika, ili tuwe watoto wa halali mbele za Bwana, tuone msaada wa Mungu duniani, mwisho wake tupate uzima wa milele. Na kuomba unipe muda wako tu mchache, sina muda mwingi sana leo, na muda mchache hapa tu, naomba unisikilize kwa muda mchache, na itakuwa ni baraka sana katika jina la Yesu Kristo. Nazidi kuangazia pili, kwa nini watu huwa wanateseka. Ni kwa nini watu huwa wanateseka. Ili ya kwamba uendelee kujichunguza na kujiangalia, kuchunguza njia yako na mwenendo wako, ile njia isiyofaa tuweze kuiacha, na ule mwenendo isiyofaa tuweze kuondoa katika maisha yetu, ili tuweze kuona msaada wake Bwana. Ndani pale kitabu cha Yeremia 15, kuna kwamba wakati watu wengi mteseka kwa sababu Mungu huwa anachoka kujizuia, anachoka kuwavumilia wanadamu, kwa sababu wako watu ambao Mungu akiwavumilia hawabadiliki. Mungu akiwangojea wabadilike, na hao wanaendelea kutenda dhambi. Sasa hapo ndipo Mungu anafika, anachoka na mwanadamu, akushika yale ambayo yanafaa mbele za Bwana, ili ya kwamba usiwe miongoni mwa wale watu ambao Mungu anachoka na wao, lakini we miongoni mwa watu ambao Mungu atakuwa na sababu ya kuwahurumia na kuwaweka katika maficho yake siku ya ghadhabu. Maana watu wanaotoba na kumrudia Bwana siku ya taabu anawaficha, lakini watu ambao wanakataa kutubu, wanaendelea kumtenda Mungu dhambi, siku ya ghadhabu Mungu anawatupa waende kuangamia. Hivyo ni vizuri tunapoishi tuishi tukirudia Mungu, tuishi tukiawacha mabaya na kushika yaliyo mema. Tumie muda wetu vizuri wa kurekebisha mwenendo yetu na kuyashika yale ambayo yanamfurahisha Mungu. Na Mungu akawa anamwambia Yeremia kuna mambo madogo madogo ama shida ndogo ndogo ambazo Mungu huachilia kwa maisha, zinakuwa ni kama alamu ya Mungu kutuamsha kutoka ndani ya dhambi,
lakini ikaonekana watu wengine hata wakiteseka hawachi dhambi, hata wakiyapitia mambo fulani fulani, they don't repent, they just take it as normal, na wanaendelea kutenda dhambi tu. Sasa hapa ndipo Mungu hufika akachoka na mwanadamu na akamwachilia sasa kwenye ghadhabu, ambapo sasa mwanadamu anaishi bila msaada wa Bwana. Kwa some problems in our life, it is an alarm of God. It is God awakening us to repent and turn back to Him. Kwa hivyo sometimes ni vizuri shida zile uko nazo, sometimes ni vizuri sana to examine yourself, kuangalia njia zako na matendo yako. Usilalamikie tu shida na kutafuta suluhisho, lakini wakati mwingine chunguza njia zako, sababu shida zingine ni Mungu anatuamsha tutoke ndani ya usingizi wa dhambi. Ni Mungu anatuamsha tuachane na dhambi tuweze kumrudia yeye, lakini asilimia kubwa unakuta kwamba tunakosa kutubu, and we run out of the patience of God. Now we make a God who is merciful to become an angry God. Mungu ambaye anasema angependa watu waokoke, tunageuza nia yake, tunaleta ghadhabu yake. Ni vizuri mpenda msikilizaji, usishikilie mabaya na wala usishikamane na watu ambao hawataki kubadilika. Ni vizuri kuwa na choice to change. Ni vizuri kuwa na mawazo ya kubadilika na kumpendeza Bwana, mawazo ya kuacha uovu na kuyashika yaliyo haki na halali mbele za Bwana. Hapo ndipo uzuri wake Mungu tutauona. Hapo ndipo huruma za Bwana zitakuwa juu yetu, na mwisho wake ni uzima wa milele. Yeremia 15 mstari wa 12. Je, mtu aweza kuvunja chuma, naam, chuma kitokacho kaskazini, au shaba? Mali yako na hazina zako utazitoa kwa nyara bila kulipwa dhamana yake, naam, kwa sababu ya dhambi zako zote, hata katika mipaka yako yote. Mali za wanadamu zinachukuliwa mateka. Mungu anasema ni kwa sababu ya dhambi. Tunazuiliwa mema, tunaweka pesa na tunakosa kutimiza kile tulikuwa tunasema. Hazina inachukuliwa. Mungu akamwambia Yeremia, hii inaletwa na dhambi. Mali kuchukuliwa nyara na hazina za mtu kutekwa nyara, anakosa kufurahia kila alikuwa anakitafuta, na kila alichokinyima kukipata anakosa furaha yake. Mungu akamwambia Yeremia, ni kwa sababu ya dhambi. Ndio watu wanang'ang'ana, lakini kile wanachong'ang'ana kwacho hawakufurahia. Wanajitolea wanadamu na kujinyima, lakini ile taabu ya mikono yao hawaifurahii. Ni kwa sababu katikati ya kutaabika tunaongezea dhambi, pamoja na kuhangaika tunaongezea dhambi, pamoja na kuteseka tunaongezea dhambi. Ndio unakuja kwamba zile taabu zetu zinatekwa nyara. Ni vizuri mpendwa, as much as unataabika kutafuta, jiepushe na dhambi. Unapoendelea kutaabika na kutafuta za duniani ndio uweze kufurahia, lazima uepukane na dhambi. Ujifundishe kumtumikia Mungu. Wale wao watu ambao wameshikwa na kazi mpaka hawana siku ya ibada, wakidhani ya kwamba watafanikiwa. Hakuna mafanikio. Mungu kabla ya kazi alikuumba umwabudu. Kazi ni baada ya kumwabudu Bwana.
Sasa wewe ukiwa wewe muabudu Mungu, na ndio maana unaona Adamu akaumba siku ya 6, siku ya 7 ya ibada. Sasa siku ilipoanza mpya, sasa ndio ikawa siku ya kuchunga shamba la Edeni. Sasa wewe ukichukua kazi ndio ya kwanza, kumwabudu Mungu ni baadaye, basi ndio maana mali yako inachukuliwa mateka, hazina zako zinakuwa nyara, unakosa kuifurahia kazi ya mikono yako. Pamoja na kutaabika unakuta hamna chochote, kwa sababu Mungu aliyekuumba alikuumba umwabudu ndio ukafanya kazi. Lakini wewe unakosa kumwabudu, unafanya kazi. Sasa ndio maana unakuta kwamba hakuna mema, hakuna mema kabisa. Tunakuwa mateka wa shida fulani, mpaka wengine tunazizoea shida. Unasema mimi nimezoea hii hali, na Mungu ameshasema kwamba if we humble before his mighty hand he will exalt us. Lakini wewe unasema nimezoea. Ni dhambi zinafanyika mtu anasema nimezoea shida. Bwana Mungu hajakuweka mahali kwa shida uzoee, anakuweka kwa shida mahali kama barabara ya kuelekea kwa utukufu. Lakini utaonaje utukufu kama wewe hautumikii Mungu? Utaonaje utukufu na unafanya ujanja kazini? Unahesabu pesa ya wizi, unahesabu pesa ya unyang'anyi, unahesabu pesa ya uporaji. Haiwezi kuona the glory. Mungu amemwambia Yeremia, mali na hazina zinatekwa nyara kwa sababu ya dhambi salama. Pesa zangu hazinisaidii, ni kwa sababu pamoja na kuzitafuta unatenda dhambi. Kazi yangu hainisaidii, kwa maana pamoja na kazi yako wewe hautumiki Mungu, unatenda dhambi. Huwezi kaa kikao cha masengenyo kazini na utarajia hiyo kazi itakuja kusaidia. Haiwezekani. Ikatekwa nyara na shetani. Huwezi kuwa troublemaker. Wewe ni sababu ya watu kukosana, sababu ya watu kugombana, sababu ya watu kupigana, alafu utarajia kwamba you will get the fruit of your sweat. Haiwezekani. Utatekwa nyara. Utatafuta sana, lakini mwisho wake kile ulichokitafuta utakiona. Utasevu sana, lakini mwisho wake kile ulichosevu hautajua ukafanyia nini. Mungu anasema hazina ya mtu inatekwa nyara. Anaweka hazina, lakini anakosa kuona mahali iko, kwa sababu anashiriki dhambi. Na mtenda dhambi anafananishwa na mtu ambaye anapiga chuma. Ukipiga ngumi chuma, wewe ndio utaumia. Kwa hiyo mtu anayetenda dhambi pamoja na kufanya kazi ni kama anapiga ngumi chuma. So pamoja na kujitaabisha, mateso hayataisha, vilio havitaisha, kwa sababu anashiriki dhambi. Mali anayetafuta yote itamponyoka. Hazina ambayo anaiweka hata iona, kwa sababu anashiriki dhambi. Kwa anakuwa kama mtu anayepiga ngumi chuma. Ukipiga chuma ngumi, jamaa unaipiga, jamaa mkono wako unatoka damu, na chuma hii haiumi, wewe ndio unaendelea kuumia. Hivyo ndivyo watu tunapotenda dhambi tunakaa. Mpende mheshimu sana Mungu, na muogope sana Mungu, na pia ukubali kutumikia Mungu. Usiruhusu kazi kutawala mpaka hauna nafasi ya Mungu. Usiruhusu kazi kutawala mpaka mambo ya Mungu ulisahau. Sio muda mrefu. If you don't serve God willingly, He will force you to serve Him. Ujue hivyo. Hata wale wanaona kama kanisa sio maana. Sio muda mrefu utakuta kanisani wakikaa kama huko amenyeshewa, ukiwa kumeharibika.
Na pasta atakuhurumia, atakuombea, lakini Mungu anakujua. Sio kila ombi pasta anaomba Mungu atasikia. Maombi mengine Mungu anaachana naye, sababu yule anaombewa ni mkora, ni mjanja, anachezea Mungu karata. Akiwa navyo anapotea, akikosa anatokea. Ukichezea Mungu karata huwezi kuona ushindi. You must be available to God day in, day out, for He created you to worship Him. Wewe unangojeanga mambo yaharibike ndio uombe. Ukikula ushibe unalala fofofo. Ukiamka asubuhi ni kama mtu alikuwa anakimbizwa. Huwezi kumwambia Mungu asante nimeamka. Unaamka kama umeenda. Siku unasikia tumbo inauma ndio unaanza kuomba. Watu kama hao mali yao itatekwa nyara, hazina zao zitatekwa nyara, hawataona chochote. Taji ya mikono yao hawezi kuikula, kile wanaangana kukiona hawezi kukipata. Ushindi ambao wanautamani hawatauona. Matarajio ya waovu yanapotea, ni matumaini ya wenye haki ndio yanakuwa furaha. Lakini matarajio ya waovu haya lazima yatapotea. Mpende mheshimu sana Mungu na ujifunze kumwabudu Bwana pamoja na kazi unayoifanya, pamoja na mambo unayoyafanya maishani, na matarajio yote ulionayo. Serve the Lord na usilazimishe mambo aliyopanga Mungu yataendelea kwa wakati wake. Usilazimishe mambo na usiishi maisha ya competing with others, mashindano. Utatenda dhambi na utatekwa nyara. Live your life and live a life that pleases God, and always expect and wait upon the Lord. Lakini ukianza ujanja ukora hapa na pale, Mungu anasema mali yako itatekwa nyara na utapata chochote, na hazina yako itakuwa nyara. 14 anasema nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua, maana moto umewashwa katika hasira yangu utakaowateketeza mimi. Ukimtenda Mungu dhambi, anasema atakulazimisha kuwatumikia adui zako. He will surrender you to the enemy. Wakati unaishi maisha bila kumpendeza Mungu, unapoishi nje ya mapenzi ya Bwana, unapoishi nje ya sheria za Mungu, He will force you to serve the enemy. Alichukua Nebukadneza akampeleka Yerusalemu, akamtia nguvu. Nebukadneza akachukua vitu vyote Yerusalemu, akawateka nyara wote. Miongoni mwao ni akina Shadraka, Meshaki na Abednego na Danieli. Na Biblia inasema akaingia katika hekalu la Bwana, akachukua vyombo vyote vizuri, akaenda navyo, na Mungu hakumfanya kitu, kwa sababu Waisraeli walikuwa wamemtenda Mungu dhambi. Wakaenda utumwani Babiloni kwa sababu wamemtenda dhambi. Wakati wanatenda dhambi, mpendwa, Mungu hawezi kuzuia shetani asiharibu ndoa yako, hata kuachilia. Ukimtenda Mungu dhambi, hawezi kuzuia shetani asiharibu kazi yako, atamwachilia. Anasema atalazimisha watu watumikie adui zao kwa sababu wamemtenda Mungu dhambi.
Angalia sana unayotenda mpendwa. Ukiishi duniani zingatia unafanya nini. Ukitafuta kwa njia zinampendeza Mungu. Usitafute na tamaa. Usisahau sisi wote ni wapitaji. Aliyenayo na asiyenayo ni marehemu watarajiwa. Na kila mmoja anaenda mchangani. Na vyote tunavyovitafuta tulivyo navyo tunaviacha duniani. Ukitafuta usisahau hilo. Usije ukakusanya mpaka ya wenyewe. Ni kama utabaki nao duniani. Kumbe sisi wote tulikuja uchi, naenda bure. Nenda zero. Ukitafuta mpendo mheshimu Mungu. Tafuta wale njia inapendeza Mungu. Usinyanyase mtu wewe kwenye benki. Usimjie mtu ufanye kwa M-Pesa. Usinyanyase mtu wewe ujiendeleze. Utakuwa umejenga mateso yako mwenyewe. Utakuwa umefungua mlango wa shida zako mwenyewe. Mungu anasema he will surrender you to the hands of your enemies. Ujue duniani unapotembea kuna maadui wanakutafuta nyuma yako. Ukimtenda Mungu dhambi anakuachilia mikononi mwao. Ukiwa na ndoa kuna kwanza na maadui wa ndoa. Na duniani kuna watu wameingiwa shetani. Wameiza roho zao kwa shetani. Hawataki kuona ndoa. Wakiona wanatafuta vile itaisha. Sasa ukiwa na ndoa na unakataa Mungu, Mungu atakuachilia mikononi mwao. Ndoa yako inaisha. Unakuta watu waliopendana wameachana. Kwa sababu pamoja na kupendana kwao hawampendi Mungu. Mkipendana mpende Mungu. Ndio Mungu anadumisha kupendana kwenu. Lakini mkipendana na mpendi Mungu, basi shetani ataingilia katikati. Na utalia ukisema I don't know what has happened. My happy has changed. Mume wangu amebadilika, pasa nikumbuke sana. Pasa anakukumbuka lakini Mungu ana record. Wanadamu wale hawajui ya kwamba God has your record. Even if the preacher can pray for you, Mungu hajibu maombi kwa sababu pasa aliomba. Anaangalia rekodi ya mtu. Anasema atamlipa kila mtu sawa sawa na matunda ya matendo yake. Kwa hivyo haijalishi umeombewa na nani, God has your record. Kwa hiyo ni vizuri mpendwa, wewe duniani uko na maadui. Na ukicheza Mungu anakuachilia mikononi mwao. Ukimkataa Mungu anakuachilia mikononi mwao. Adui mkubwa ni shetani. Na shetani amejizalia watu duniani, wanaitwa wachawi, waganga, washirikina, Illuminati. Ndio washipa. Amejizalia watoto kama hawa wako duniani. Na wanakuinda wewe, wanawinda hiyo kazi yako. Wanawinda hiyo ndoa yako. Wanawinda hata afya yako. Wanawinda mpaka uhai wako. Mungu anakuambia ukimtana wao anakuachilia kwa mikono yao. Na kuachilia. Unajua Nebukadneza alitawala dunia nzima isipokuwa Israeli. Israeli ndio nchi ambayo Nebukadneza hakuwa anaitawala. Lakini Israeli mtenda dhambi, Mungu alisalenda hata wao, akawasalenda kwa Nebukadneza. Nebukadneza akawatawala sasa. Na akabeba kila kitu from Israel mpaka Babyloni. Kwa sababu walimtenda Mungu dhambi. Mpendwa, angalia sana uishi. Angalia unavyoenenda. Usiishi bila Mungu. Usitafuta ukasahau Mungu. Kuna mambo duniani hayawezi. Na kuna maadui kwa maisha yako huwezi kuwajua. Tena ni marafiki zako, lakini ni maadui zako bado. Okoka, ndio nakwambia uokoke wewe. Sio kila anayecheka nawe anacheka. Wengine wanacheka ndio waamini. Ukiwaamini ni kama kuku na mkulima. Sio kila saa mkulima ako na mahindi kwa mkono ni masaa kuku kusherehekea. Wakati mwingine mahindi ni ya kuchinja kuku. Kuku anarushiwa ndio akamata achinje. Okoka mpendwa. Na umtumikie Mungu.
Hii dunia wewe uione na uijui. Walisema waganga kikulacho kinguoni mwako. Hiyo wewe ukulisikia. Na adui zako ni wale wa nyumbani mwako. Tena wakasema rafiki yako ndiye adui yako. Na wewe umemkataa Yesu. Hautaki kuogopa. Hata kuomba uombanga. Wewe ni ukula ulala. Leo tumepewa simu tunalala TikTok. Tunaamka TikTok. Tunashinda TikTok. Utaonaje Mungu? Mungu. Tubadilike wapendwa. Hatuchezeki bure. Ni kwa sababu Mungu tumemchukua kama by the way. Hatujai kukaa karibu na Mungu, tumtumikie Mungu, tuongee na Mungu. Nataka tukae kwa njia zetu. Alafu eti Mungu atupiganie. Haiwezekani. Anasema ukimwacha, ukimkataa, ukimtenda dhambi, anakuachilia kwa maadui zako. Tena anakulazimisha watumikie. Anakulazimisha watumikie. Fanya haraka mpendwa. Nini ambao unajua ni mbaya unafanya? Nini ambao unaelewa kabisa hii ndio mbaya lakini unaitenda. Na unasema ni unapata kamia. Unapata kadiziki hapa. Ni mwezi wa 11 2025. Pamoja na ujanja unafaa ujiulize nimepata nini? Kana kanjia kabaya kana kupeanga pesa. Unafaa ujiulize na niko na nini sasa? Bwana ni kuisha unaisha. Wadi hapa. Ni kweli kana kaukora kana nipeanga 200. Lakini sasa niko na nini? Ninaleka nini sasa? Hamna. Kaka zile za kwako hazipo. Waulize wanaoiba kampani. Ameiba kuanzia Januari mpaka saa hii. Na kila amejaza milioni. Wengi ndio amejaza. Na kansini ni ukora. Anafanya ukora anatoka na kitu. Lakini mwisho wa siku ni matatizo. Maana mtenda dhambi afanikiwi mbele. Anayefanikiwa ni yule mtu anatubu na anaacha. Anaishi maisha ya kumwomba Mungu sasa. Anamweka Mungu mbele katika maisha yake. Yeye mtu Mungu anamfanikisha. Ndiye mtu Mungu anatenda mema katika maisha yake. Lakini watu wanaishi mbali na Mungu. Kwanza mali zao zinakuwa nyara. Hazina zao zinakuwa nyara. Na Mungu anawainamisha mbele za maadui kwa watumikie. Tena inakuwa lazima. Na Mungu anasema anawakisha moto wa hasira yake kwa watu kama hao. He kindles a fire of wrath on such people. Usifuate marafiki mpendo ukaacha Mungu. Na usifuate kazi yako ukaacha Mungu. Usifuate Mr. Money ukaacha Mungu. Wanasema alispesa ni sabuni ya roho. Na matajiri wako hapa Nairobi Hospital. Wanakoroma, wanatoa pofu. Wana uchungu, wengine wanasikia kujiua. Wanang'aya pesa sabuni ya roho. Zipate bila Mungu utajua. Utajua Yesu alisema pasipo mimi hamwezi lolote. Hilo utalijua. Pasipo Yesu hata kama tuna nini hatuwezi lolote. Na anasema amani ambayo anaweza kutupea sio kama ya ulimwengu. Yake ni amani ambayo inapita fahamu za binadamu. Lakini amani ya ulimwengu ni kama ya ulevi. Mlevi anaingia baa, glasi ya kwanza anaona vizuri. Baada ya dakika 30 anaona nyota. Baada ya lisali moja amekuwa kiwete, anatembelea magoti. Amani ya dhambi ni muda mchache. Mateso yake mpendwa ni mengi.
na mkuta aliingia na mshipi, sasa anaurutia longi juu, mshipi hakuna. Mpaka shetani amefanya walevi wanasema hakuna haja ninunue vitu vya bei kali. Sasa mlevi anajua nikinunua kiatu ya bei kali nitachukuliwa nikilewa. Anakaa kifoko gani? Anakaa chakali. Ndio hata akilewa asinyang'anywe kitu. Shetani ni mbaya. Kama amekudanganya toka huko mara moja. Unafanya kazi na kununua nguo shida, kiatu unaweza kununua. Maana shetani ameshakuogopesha. Ati ukinunua utaibiwa ukilewa. Sasa unakaanga hivyo tu. Akao wengine wanashinda na nguo kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu, nguo moja tu kwenye mwili. Maana anaogopa naweza nunua shati ya bei kali niingie ba, nikishalewa wachukue. Ili akae sasa kichakali, achakalike. Dhambi inatesa. Dhambi inanyanyasa, inakufanya unakuwa mtumwa. Baba mpendwa, na ukubali kutumikia Mungu. Na uishi maisha yanaitwa examining your life. Usiishi maisha ya kwamba whatever I find myself I just do it. No, you must live a life of examining yourself. Ushindi unapatikana watu ambao wana subtract, wanatenganisha mabaya na mema. Mabaya wanaacha, wanashika mema. Hao ndio wanaona mafanikio. Hao ndio Mungu anasimama pande yao. Hao ndio Mungu anawatetea. Hao ndio ambao Mungu mali zao watazifurahia. Kile wanaweka watakifurahia. Na hakuna siku watakuwa mateka wa adui. Lakini Mungu atakuwa adui wa adui zao. Kutoka 23. Mungu anamwambia Musa, waambie Waisraeli na waka malaika mbele yao, wasimtie kisirani. Watie maneno ya malaika. Alafu nitakuwa adui wa adui zao. Ukimtumikia Mungu hawezi kuachilia mikono ya adui zako. Lakini ukimkataa Mungu amesema atakushusha. Hakufanya utumikie maadui zako. Chini ya ghadhabu yake. Lakini ukitumikia Mungu, ukifuata njia za Bwana, ukitenda yanayompendeza Mungu, Mungu hawezi kuachilia kwa mikono ya adui. Tena anasema ataweka utisho mbele yako. Ukitembea adui anaenda mbali, anakimbia mwenyewe. Weka ujia mahali pa kumiliki baraka aliyekuumbia Mungu. Lakini hatuwezi miliki baraka tukifanya udhambi. Taitafuta sana. Hata ufungue kazi wapi, pamoja na kumkataa Yesu. Tawi si wakaa kwa mzabibu. Hata tembea kwa maji aliwezi kuwa hai, litakufa. Tawi hata uliweka ndani ya maji, kama limekaa kwa mzabibu, hilo tawi halina uhai, haliwezi survive. Hata ukope leo na umekataa Yesu, unaishi maisha ya dhambi. Hata uchukue leo, bado maisha ni yale yale. Wewe umekuwa mateka na baraka zako zimetekwa nyara. Njoo kwa Yesu mpendwa. Kubali wakoke. Na zile njia hazifai wachana nazo. Yale matendo yanafai wachana nayo. Ile menendo haifai wachana nayo. Mstari 19 anasema hivi. Yeremia 15:16. Kwa sababu ya Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakapokurejesha. Mungu anatuambia tukirudi kwa njia zake, tukarudi kwa mapenzi yake, naye ataturejesha kwa baraka zetu. Kwa sababu wengi wetu tumetolewa mahali pa ushindi kwenye ndoa, kwa mafanikio,
tumetawala kwa ushindi, kwa sababu wengi wetu tulimwacha Mungu, tukaenda kwa njia zetu wenyewe, tukaanza kuishi maisha bila Mungu. That is why we are suffering. But God is a merciful God, a loving and caring God. Anatuambia tukirudi anaturejesha. Simrudie Mungu mpepe. Mzee sirudi kanisani, uliacha kanisa na unaamka mapema, unalala unachelewa, unangojea kubarikiwa na uliacha kutumikia Mungu. Sasa utaonaje baraka? Haiwezekani. Mungu anatuambia tukirudi na ataturejesha. Mrudie Mungu mzee. Rudi maombi. Rudi kanisani. Rudi kwa wokovu. Rudi kwa tabia njema. Na Mungu atakurejesha kwa baraka zako. Atakurejesha kwa mema aliyokuambia. Lakini usipomrudia Mungu, hata upande mbegu itamea kwa pasta, kwa kutabaki kiangazi. Najua zamani kwa ushago kwa ile shamba iko na mteremko. Sasa yule aliyekuwa akipanda kunde kwa shamba lake na lina mteremko, mvua ikinyesha inabeba kunde zote zinamea kwa jirani. Zikishamea kwa jirani, wewe sema ni zako, shamba ni la jirani. Sasa wale watu ambao wanapanda mbegu na wajaokoka, wanatoa sadaka za madhabahu kufunguliwa na wamkataa Yesu, wanafanishwa na shamba ambao limepandwa kunde na liko mteremko. Mvua ikinyesha inabeba zote kwa jirani, zinamea kwa pasta. Sasa anaendelea, wewe unabaki hivyo hivyo. Kwa mpendwa, mwambie Mungu wako. Wengi wetu tunajua mbona niko sivyo. Wengine tulikuwa tunaomba, sasa hatuombangi, tuliacha kuomba. Alafu unatarajia kuna mema utaona, ni ngumu. Mwambie Mungu wako. Anasema ukirudi ni Bwana mimi nitakurejesha. God is a God of restoration. But He cannot restore us until we be restored. We return back to His ways. Hawezi kuturejesha na sisi tumekataa kumrudia. Hawezi. Hata tuombewe, tufanyiwe nini, kama hujawacha dhambi mpendwa, hujarudia Mungu wako, hakuna kurejesha. Unaendelea kuwa mateka. Unaendelea kutumikia adui shetani. Anakuibia tu, wewe kutafuta mapema, shetani anaiba. Mwezi ukiisha unasema sijui mahali pesa inaenda. Si ulikataa Yesu? Kimkataa Yesu, shetani ni mwizi. Unazitafuta, anaiba. Unakusanya, anaiba. Unaanza kulalamika. Pamoja na kulalamika kwako, utaki kurudia Mungu. Lakini Mungu anamwambia Yeremia, ukirudi na mimi nitakurejesha. Ni wakati tuache chang'aa turudie Mungu. Ni wakati tuache mipango ya kama turudie Mungu. Ni wakati tuache biashara za mageni turudie Mungu. Ni wakati tuache ndogo ndogo turudie Mungu. Na Mungu atakurejesha katika baraka. Atakurejesha kwa mema. Ni wakati uache biashara za mageni, za mlango wa nyuma, urudie Mungu. Si wakati ulianza kufanya kazi ulikuwa unafanya kwa mwangaza, sasa ukajifunza ukora. Sasa angalia mema hakuna. Hata zile pesa ulikuwa unahesabu uhesabu, na ukihesabu za madeni, sio zako, ni za kulipa madeni, kwa sababu ya ujanja na ukora. But it is not yet.
Mungu anatuita kumrudia wapendwa. Shida mingi tuko nazo ni kwa sababu tumeacha Mungu. Tumeenda mbali na Mungu. Tumemtenda Mungu zaidi. Tunaweka bidii bila Mungu. Hard work minus God equals to zero. Ni zero. Karatasi inaweza pepea angani lakini iwezi kaa angani. Hivi niwe bidii bila Mungu hakuna kitu. Kujituma bila Mungu mpendwa ni kuteseka tu. Hamna kitu utakiona. Kama wazungu wamesema hard work pays. It pays plus God. Hard work cannot pay you when you don't have God. Kiwezi. Kwa sababu shetani ni mwizi. Kama aliibia Adamu na Hawa, na wewe atakosa kuibia. Na sisi tumezaliwa, Adamu aliumbwa. Mimi na wewe tumefanya kuzaliwa. Lakini Adamu ameumbwa na Mungu mwenyewe. Na baada shetani aliwaibia baraka. Sasa yeye atakosaje kuibia? Kikaa mbali na Mungu, pamoja na bidii yako, shetani anaiba kila kitu. Unajinyima, anakuibia. Unahaswa kabisa na umekataa wokovu. Shetani anakuibia kila kitu, unabaki zero. Kubali Yesu mpendwa. Na ulie Mungu wako. Ulitoka ushago mwokovu, sasa ile mlezi. Umeingilia changa ya 10. Makali. Wakati unatarajia ati wanasema duniani mtaomoka, kuna siku mtaomoka. Kwa dhambi hakuna siku. Hata maandiko yanasema mpumbavu akifanikiwa anaangamia bado. Mtu mpumbavu hata akifanikiwa bado ni kuangamia, ataangamia. Na mpumbavu nani? Si mtu wa kusoma. Mpumbavu ni mtu ambaye amekataa Mungu. Mpumbavu ni mtu ambaye anaishi bila Mungu, ndiye mpumbavu. Unaweza kuwa umesoma mpaka university lakini kama umekataa Mungu, you are a fool. Na sasa hata kama utafanikiwa utaangamia bado. Anayekaa salama ni mtu anamsikiza Mungu. Yusufu alikaa pande ya Mungu bila masomo akakuwa tajiri. Daudi alikaa pande ya Mungu bila masomo amekuwa mfalme. Wewe ni masomo yako umekataa Mungu. Na taaluma yako hutaki Yesu. Na tunatarajia kuna mema. Amesema mali yako imekuwa mateka. Hazina yako iko nyara, huwezi kuiona hata ufanyeje. Na wewe mwenyewe unatumikia adui. You are under the captive of the devil. Lakini Mungu anapeana mwito. Anasema ukimrudia Mungu atakurejesha. Badala kurudia Mungu. Badala kurudia Mungu. Tacha bangi. Tacha dawa za kulevya. Rudia Mungu. Naye atakurejesha. Anasema ukirudi ndipo nitakurejesha. Upande umesimama mbele zangu. Naye ukitoa kilicho cha thamani katika kile kidogo utakuwa kama kinywa changu. Naye atakurudia wewe, bali hutawarudia wao. Nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hao. Naye atapigana na wewe lakini hawatakushinda. Maana mimi nipo pamoja nawe ili nikuokoe na kukuponya, asema Bwana. Nami nitakuokoa kwa mkono wa watu wabaya. Nami nitakukomboa kutoka katika mkono wa wenye kutisha. Sasa wewe utaokolewa na nani? Mikononi mwa watu wabaya na wenye kutisha. Utaokolewa na nani? Na umekataa kuokoka. Utaki kutumikia Mungu. Hata ukijua hii ni baya, unaendelea kulitenda. Mungu
Mungu amesema ukiondoa kitu cha thamani katikati ya vile vibovu, basi akasema nitakukaribisha kwako, nitakufanya kuwa ukuta wa shaba, watapigana na wao hawatakuweza, nitakuokoa na mikono ya watu wabaya na wale wenye kutisha. Wewe unayemkataa Mungu, unayemkataa Yesu, nani atakuokoa na watu wabaya? Na wabaya wengi wanajifanya wazuri, nani atakuokoa? Maria anasema the devil knows how to masquerade himself. Anajua kujigeuza kwa malaika wa nuru. Na tena wao wanamtumikia wanajua kujigeuza kwa malaika wa nuru. Nani atakuokoa wewe na watu wabaya na umemkataa Mungu aliyekuumba? Wale wameandaliwa wakupiga vita. Mungu anasema watapigana na wewe. Sasa wewe uliyemkataa Mungu wakipigana na wewe, nani atakuokoa? Na wengine watapigana na wewe ukiona. Kuna watu wako hapa saa hii tunacheka na wao, tunauza na wao, tunakula na wao, lakini usiku wanatupiga vita ya kiroho kwa uganga na uchawi. Sasa wewe unamkataa Mungu, nani atakuokoa na wale ambao wanajifanya marafiki mchana, usiku wanakupiga vita? Nani atakuokoa na wao? Judas alikuwa mchana wanatembea sokoni wanahubiri injili na Yesu. Kwanza yeye ndiye anachukua sadaka, ndiye ako na mfuko wa sadaka, lakini usiku ukifika anaenda kwa Mafarisayo, anapeana story vile kunaenda msaliti. Sio kila mnacheka naye ni rafiki, wengine ni marafiki usiku, mchana usiku ni maadui. Ukiwa karibu na mtu muulize usiku wewe unapanga wapi? Muulize mwenzako, muulize usiku wewe unapanga wapi? Watu wakiwa wamelala wewe unapanga wapi? Kubali wewe mpendwa, mrudie Mungu wako. Kuna watu wanakupiga vita na wewe unaona kama ni watu wazuri, lakini wanakupiga vita. Sasa utaokolewaje na wewe umemkataa Mungu? Na kama Ezekieli nabii alipumbazika, na wewe nani? Watu wakatokea Ezekieli wakionekana wanaongea vizuri, Ezekieli akawa ni kama amewaamini. Mungu akamwambia watu waongo, upendo wao ni wa midomo, mioyo yao iko mbali sana. Alafu wewe unakataa kutumikia Mungu. Na kuna watu wanakupiga vita kisiri, wakikuona wanacheka na wewe, wanakupiga hata hadi kama umerofi sana, lakini gizani wanakupiga vita. Nani atakuokoa na wao na umemkataa Yesu? Mwana wa Mungu mpendwa, this life is spiritual. Without God you are nothing. Hata uwe rais, uwe askari na bunduki, bunduki haiwezi piga mashetani marisasi, haiwezi. Hata iwe ni AK-47 haiwezi piga risasi shetani. Pamoja na bunduki uokoke. Umpe Yesu nafasi, awe mwokozi wako. Hata uwe na milioni 1, milioni 5, milioni haiwezi mpiga shetani risasi. Milioni yako huwezi zuia shetani asikupata. Pamoja na milioni, shetani akikutaka anakupata. Kwa hiyo na ile pesa umeweka kwenye M-Pesa na benki, okoka. Bila Yesu wewe ni bure. Bure kabisa. Hauna kitu. Tena uko uchi, maskini. Haya bila Yesu. Mpenzi na basi mpendwa, get your life to Jesus. Turn your life upon Jesus.
Mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Mrudie Mungu wako, ndio atakuzuilia na wale wanapigana nawe kisiri. Unaweza kumwona mtu anasherehekea ndoa yako, lakini usiku anaizima. Na mchana anakuambia mnapendana na fulani. Mungu tu awasaidie, mlibahatika. Lakini usiku anavunja ndoa hiyo kiroho. Na wewe mkataa Mungu, atakuokoaje sasa? Atakuokoaje? Anaokoa watu ambao wanamwibia na wanaishi maisha separating evil from what is good. Wanakitoa kitu kibaya katikati ya vitu vyema. Hao ndio watu wanasema atawafanya kuwa kuta la shaba, na wanaopigana na wao hawatawaweza. Na Mungu anasema ataokoa na watu wabaya na watu watishao. Mkubali Yesu mpendwa. Mrudie Mungu aliyekuumba. Wengine walikuwa wameokoka wakaacha wokovu. Sasa utasaidikaje? Ulikuwa umeokoka ukaacha wokovu. Uko mbaya sana. Uko upande mbaya kabisa. Upande ambao hakuna ushindi, hakuna mema. Choose return back to the Lord. Chagua mpenda kumrudia Bwana. Na uondoe mabaya katika maisha yako. Uondoe upuzi katika hema lako. Uondoe dhambi kwa maisha yako. Na wale wanakupiga vita kisiri, Mungu atakuzuilia na wao. Watakuwa wanatarajia waone kwako wanayokuta kwao. Wanakuja wewe unaendelea tu. Na mwisho wa siku watakuita mchawi. Unajua mchawi akikupiga vita ashinde, anakuita wewe mchawi. Anaanza kuambia watu yule fulani ni mchawi. Ukiona mtu anaambia watu ati fulani ni mchawi, ujue huyo mwenye anasema ndiye mchawi mkubwa. Sasa ni inawezekana amejaribu akashindwa. Sasa ameona wacha ageuze story. Afanye counter attack kabla haibike. Mrudie Mungu mpendwa, ndio maana nakuachia weekend hii. Ukimrudia Mungu utarejeshwa. Ukiondoa kilicho chema katikati ya vilivyo vibaya, Mungu anakuambia atakufanya ukuta wa shaba. Wao wanapigana na wewe hawatakuweza. Alafu atakuokoa na watu wabaya na watu watishao. Bwana Yesu akusaidie sana uliyejaliwa nafasi ya kumsikiliza. Siku ya leo sikuwa na muda mingi sana mahali hapa. Ni haya machache nilikuwa nayo kwa leo. Neema ya Mungu ikutoshe. Mungu aguse moyo wako kupitia hilo neno. Mrudie Mungu. Kuna watu ni wawili. Kuna mtu ambaye anafaa kurudia Mungu na kuna mtu ambaye anafaa kujitenganisha na mabaya. Sasa wewe unajua kuna watu wanafaa warudie Mungu maana wako mbali. Na kuna wengine walisharudia Mungu lakini wanaishi maisha double. Sasa wanahitaji kutenganisha kilicho chema na kilicho kibaya. Ndio sasa nakaona msaada wake Bwana. Kwa hiyo wewe unajielewa, fanya uamuzi. Utamrudia Bwana na utaona ushindi. Maana ulipo tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako. Asante kwa wale wenye wakasikiliza. Ninaweka wote mikononi mwako. Walio mbali ukawarejeshe karibu na wewe. Waliorejea Bwana wape uwezo wa kusimama.
na kujitenganisha na dhambi ili wakaone msaada wako. Bwana Yesu kazidi kutawala mahali hapa, ukalinde kila mmoja, ukalinde kila kazi na kila hitaji Bwana, ukasuluhisha sawasawa na vile umepanga Bwana. Nasema na utukufu sitakurudia. Masaa aliye mbele tunaomba baraka, tunaomba amani, tunakataa mikasa na mikosi na ajali za barabarani, tuepushie mishara ya magonjwa Bwana, ukaondoe Bwana Yesu. Kalinde mahali hapa na ukalinde kila mmoja, kila ambacho hujapanga tunakanusha na kurejesha kwa mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Mpango wako mwema Bwana ukatimie maishani mwetu. Ngozi ya damu yako ikafunika mahali hapa. Damu yako ikanene mema kwa hizo biashara. Damu yako ikanene mema kwa maisha kila mmoja. Na ukombozi na urejesho ukaonekane Bwana. Nasema zote sitakurudia Jehova. Neno hili Bwana ukaridimisha mahali hapa, cha kuondoa injili maeneo yake ikapate kushindwa na kutokomea katika jina la Yesu. Bwana, injili ikadumu mahali hapa na ikaokoa wengi. Nasema na utukufu sitakurudia Bwana. Asante kwa maana umetenda, umeinuliwa na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa. Damu yako ikufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile ulisivyo mapenzi yako pekee, ukatumie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Baby Jesus, kama na uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama na uwezo pigia Yesu makofi mara ulipo. Haleluya. Bwana sana. Mungu amani akulinde na kutunze, akusimamie na kutende.